Tuanze na majina yako matatu wa Tanzania kufahamu. Tunaelekea Boxing Day, umejipangaje? Kwa majina naitwa Mohamed Mkupete, champion kutokea Tabata. Namshukuru Mungu kwanza mpaka hapa nilipofika. Nimejiandaa vizuri chini ya usimamizi wa kocha Jablan, nikiwa na wenzangu wana support wakina Ibra Tiger, wakina Tavo Mnyama, wakina Edi Mawe. Kwa jinsi nilivyojiandaa, ningependa kumwambia mpinzani Nasri Zebo kwamba nimemwandalia kipigo kinachoitwa Welcome to the Dar es Salaam. Pambano la Boxing Day ni miongoni mwa mapambano makubwa na vile unaenda kuonekana na Afrika, Tanzania kwa ujumla. Nafasi hii umepokeaje na unafeel aje kwenye kari yako hii? Kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu, pia namshukuru Meja Semunyu kwa kunipa nafasi. Naamini nafasi hii walikuwa wanaitafuta watu wengi, lakini kuipata mimi nimeshukuru. Na naamini ndoto yangu imeanzia hapa, ya kwenda kuchukua mikanda mikubwa WBA, WBO, WBC imeanzia hapa. Kwa hiyo namshukuru sana Meja Semunyu kwa kunigia nafasi. Una mechi mbili, umeshinda moja, umepoteza moja. Mwenzako ana mechi tatu, ameshinda moja, amepoteza mbili kama sijakosea. Uone kwamba kwa swala la experience kidogo amekuzidi na umejipangaje kufiti kwenye hivyo? Yani kama jabu inatekenya basi light inawasha. Mwendo wa pilipili, ajiandae kupokea mwendo. Unawaambia nini sasa mashabiki zako hasa kutokea huko Tabata? Mashabiki zangu ningependa kuambia wasikate tamaa, wasiwe na hofu. Wananijua mimi ni nani. Wananiita jitu la kutishatisha, jitu la mtumba. Shosho. Akimaliza, ikitokea kamaliza raundi 6, basi yeye kashinda. Na uhakika amaliza. Unamwambia nini na kutizama kutokea Lindi huko Kiwangwa? Namwambia hivi, welcome to the Dar es Salaam, jiji bongo, jiji Dar es Salaam. Atajua kwa sababu gani Dar es Salaam panaitwa mjini. Na nitahakikisha naelewa kwa nini Dar es Salaam panaitwa mjini. Kabisa. Shukrani. Kwa majina yako matatu wa Tanzania kufahamu, bila shaka una mabondia ambao shawapandisha wengi, wakina Tampela, wakina Toresi na wengineo. Huyu ni tunaweza kusema ni newcomer. Umejipangaje kumpa experience za kutosha ili mada endane na kulingana na mechi anayoenda kuicheza? Kwa majina naitwa Emmanuel John aka kocha Jabulani. Mimi bondia wangu nimejipanga, mazoezi kafanya, ana uzoefu, japokuwa uzoefu mkubwa kama media kama hivi. Naona kama ni mgeni lakini ni mzoefu, na mechi amecheza nyingi tu. Changamoto za boxing Tanzania zinaeleweka, lakini swala mechi amecheza nyingi, ana uzoefu mkubwa tu. Tumeshashinda mechi nyingi. Kwa hiyo mimi ni mzoefu, nishapandisha bondia wakubwa wengi, naelewa. Ndio maana nikampa nafasi huyu bondia, namwamini na muelewa kwa kweli. Na ukiangalia kwenye box reki ana advantage ya kupata KO kwa 100%. Huyu mpinzani pia hivyo. Wewe kama kocha umejipangaje katika kuhakikisha kile ambacho tunakiona kwenye box reki ndicho tuweze kukiona kwenye game siku hiyo? Kwanza mimi namwambia mpinzani namwambia kwamba katoka safari ya mbali, atuletee zawadi ya korosho. Atuletee zawadi ya korosho kwa sababu ndio kilimo chao kule. Mimi nataka kumwambia akaribie bongo Dar es Salaam. Bondia wangu unamuona kama mzungu, unajidanganya. Hili ni jini. Hili ni jini. Hii ni roho chafu. Nimekwambia bondia wangu muangalie sura yake tu, asikudanganye. Siku hiyo utamuogopa, utamuona kama shetani. Mnampandisha bwana Mohamed kutokea huko Tabata. Kipi ambacho mnakwenda ama mnamwambia kuelekea kwenye pambano hilo la kimataifa kupitia Azam TV? Kwa majina naitwa Amina Santangani. Kwa swali naomwambia kakaangu asiwe na hofu, tupo pamoja naye. Maana huyu kakaangu, rafiki yangu, kila yani yupo poa sana. Huyu rangi yake isimdanganye. Huku asije. Akija huku ataacha ndala. Huyu sio rangi. Huyu asije ataacha nini? Ataacha ndala, sura sio rangi. Namkubali kutangusha 100%. Anadai ametumwa na wanalindi kuja kufanya kazi. Kwa hiyo ni mwendo wa kazi afu anatembea, ni anaacha na vilio. Na sisi wanatabata mtambani tunamtuma. Yeye kule ndo ataondoka Lindi na korosho zake, sisi tutarudi naye na ushindi wetu. Kuhusu korosho zake atarudi nazo, huyu hapa atarudi nayo. Tunarudi na ushindi na uhakika 100%. Aje kutuangusha hata siku hiyo, hata siku tunamwamini. Na kufahamu mnampandisha hapa bwana Mohamed. Ukiwa kama gym partner unamwambiaje, unamwambia nini mpinzani pia? Watanzania wengi wanafahamu kwa jina naitwa Ibra Tiger. Bwana mimi nakwambia bwana, muuza korosho umeatimba. Umeakanyaga. Sura solo huku usije huruma Somalezi umeakanyaga. Umeona chuma hiki? Tushaumeva kutosha. Sasa tunaacha kumwambia
kazi anayo. Sura ya mzee, mwili wa kijana. Yani kazi anayo yani. Ametumwa kazi na wanalindi, hajaja kuchekesha, anadai yeye. Lindi kuna ngumi gani? Ngumi zipo huku kule shamba. Huku ndo kwenye ngumi. Light Nyundo. Umesikia? Jabu Msumai Light Nyundo. Kazi unayo. Sam Nyati, mwambie mpinzani asije. Shukrani. Boxing Day, Mohamed, mnamwambia nini mpinzani? Akutane na kitu gani siku hiyo? Kwanza kwa sisi Wazalamu tunasema kudu. Majina matatu, kwa jina anaitwa Hussein Mohamed Mtimbange almaarufu Dondola. Kwa kitu ambacho ninachomwambia mimi mpinzani, aje kwa tahadhari kubwa. Hii mashine ya kazi, hii mashine imefundwa, imefundika. Wazalamu wanakuambia kudu kudule tunge vula kabule ukuduzi, ukikunja utakunjia. Nasemaje? Wazalamu wanasemaje? Kudu kudule tunga vula kabule ukuduzi. Sawa, mvua ikinyesha huwezi kukunja nguo, lakini umande utakunjia nguo. Sasa wewe umetoka kwenu Mtwara, hakikisha una Mtwara wa kuchukulia ambulance ya kurudisha kwenu Mtwara. Hii mashine ya kazi, hii mashine kutoka Tabata Mtambani, haina wasiwasi. Utakavyokuja tunakupokea, utakavyoondoka tunakusindikiza. Kwa heri baba, karibu kwetu. Mohamed, unasemaje sasa hivi kiwango na kiamini cha bondia mwenu? Kwa majina naitwa Hamza Mengo, mimi ni bondia kutoka Makuburi Jablani Boxing. Kuhusu ndugu yangu hapa jimu, kuhusu ndugu yangu bwana Mohamed Mkupete, yani yeye bwana, kuhusu mazoezi tumemaliza kila kitu, umeona, na ninamwaminia kwa sababu ana kitu cha tofauti ambacho kipo ndani ya moyo wake, licha kumuona tu kwamba kwa sura yake jinsi alivyo, hapana, kindani ana ule kitu chengine cha tofauti, yani ana roho ya pili. Kwa hiyo ninachomwomba mpinzani wetu huyu anayekuja, tutampokea Dar es Salaam vizuri, umeona, na atakuja kupata kipigo ambacho hajawahi kukutana nacho. Sio sisi, ila kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na afya mpaka kufikia siku hiyo tarehe 26. Ila ndugu yangu umeakanyaga.